Tunafanyaga vitu vya kujirudia rudia. Hiyo inotokea leo kwa Selemani Mwalimu, turudi nyuma, imetokea vile vile kwa nani huyu alikuwa anachezea Coast, Lamek Lawi. The same na ili tukio ambalo limetokea. Kwa hiyo ukirudi tukisema tunazungumza ukweli kwenye viongozi wetu wa Simba, wanatuchukulia kwamba tunaikandia Simba. Viongozi wanatakiwa wajue kwamba shabiki ni mwanamichezo. Shabiki ni mtu wa mpira. Umeona, shabiki sio ni kushabikia tu. Kwa hiyo hata kibaya ni shabikie. Kwa hiyo hata hili tukio la Selemani Mwalimu ni shabikie. Tukio la Lamek Lawi ni shabikie. Kwa hiyo unakuta mimi nafanyaje? Inaniumiza. Tukio la Selemani Mwalimu ni uongozi vile kupenda kuchukua mali ya mtu pasina kulipa kabisa. Yaani ndio tukio ambalo limetokea kwa Selemani Mwalimu. Kwa sababu haiwezekani sisi tuseme ni mchezaji wetu mtambulishe na Wydad waseme kwamba haiwezekani. Sio wa kwenu, ni wa kwetu. Na ni mali yao. Si mali yao? Wana haki kusema hivyo. Hata kama waseme kwamba kunazungumzika kwamba uongozi uliokuja sio wenyewe, lakini tunarudi pale pale. Dokumenti hazitunzwi. Ina maana kila kiongozi anakuja na dokumenti zake. Lazima kuna kuwa na files ambazo zinatunza documents za watu. Umeona? Sasa kwa hiyo why tunakurupuka, tunatoa maamuzi pasina sisi kujua kwamba nini tunafanya. Yaani sasa tunarudi pale kusema kuna utambuzi mdogo kwenye uongozi. Kwamba kuna huyu anatambua. Kabla hujafika mbali, kabla watu hawajakuelewa vizuri, hebu uambie kile ambacho umesema unataka kuwapa habari njema wale watu wakie kwanza. Safi. Habari njema ambao napenda kuwapa Watanzania wote, hususan watoto wa kike ambao wapo mikoani, wapo Dar es Salaam, wapo kila aina ya sehemu ya Tanzania. Kuna offer ambayo tunatoa kwa sababu mimi ni mmiliki wa kampuni ya SK Workfest. Kwa hiyo naenda kuwapa offer wa Tanzania wote, mabinti wa kike, kwamba kuna nafasi za ajira, nafasi za kazi ambao mabinti wa kike kama wanahitaji kazi za ndani hakika wamepata. Ni wao tu kufunga safari kutoka walipo kuja mpaka ofisini kwetu, basi watapata trainee kidogo ambao inaweza kuwafanya wao waweze kufanya kazi. Nafasi za kazi zipo na wale pia wanaohitaji mabinti wa kazi za ndani pia watakuja ofisini watapata huduma. Ukitaka kupata na kupataje kwa labda kwa namba? Wananipata kwa namba 07 80 59 21 21. 07 80 59 21 21. Tukienda na habari yetu ya Selemani Mwalimu. Tunarudi sasa pale kwa viongozi. Mimi huwa sometimes na kerekwa kwa maamuzi ambao wanafanyaga viongozi wangu. Kwa sababu vile kama mfano sasa hivi hatuna top striker zaidi ya Selemani Mwalimu, ndo tunamtegemea. Sisi tena viongozi wanasema tunamuongezea mwaka mmoja. Ndugu zetu wenye mchezaji wao wanasema hicho kitu hakipo. Wakisema wanamchukua. Hatuna striker ambao tunaweza tukamtegemea, tunasema huyu tuliona vitu ambavyo anavifanya akiwepo Simba. Zaidi ya Selemani Mwalimu. Nani pale sasa hivi unasema ni striker? Hakuna. Huyo Selemani Mwalimu ambao bado tena vile vile mwenyewe bado ni hivyo kugubaguba, lakini bado tunamtegemea. Sasa unadhani ni nini? Kwa nini Simba haya mambo yanajirudia? Tulisikia kwa Lamek Lawi, taarifa ndio kwamba ni kweli ni mchezaji wa Simba, lakini baadaye wakakanusha. Waliwatangazia kwamba Manzoki anakuja ndani ya Simba, kitu kikawa sawa mpaka wakapiga kula. Bado mambo hayakuwa sawa. Unadhani Simba ni nini, wapi ambapo wanakwama? Tunakwama Simba kwenye, tuseme ni viongozi wangu wanakwama kwenye combination. Uongozi wowote lazima uwe na masikilizano. Mimi ninachokiona pale kuna masikilizano madogo sana kwenye uongozi wa Simba. Sasa kama wao hawalijui wenyewe kama hawasikilizani vizuri, inatakiwa wajue kwamba kweli hawasikilizani ipasavyo. Na maamuzi yanotoka, huyu anatoa maamuzi yake, anatoa maamuzi yake. Kipo chombo maalum cha habari ambao ni Ahmed Ally, anatakiwa tufikishie taarifa ikiwa imekamilika. Tunaenda kumsikiliza huyo Ahmed Ally taarifa ambayo haikukamilika. Sijui unanielewa hapo? Ina maana hata yeye amechukua taarifa kwenye taarifa ambayo haikukamilika. Na huyo aloleta taarifa tena pale, ina maana hawakukaa meeting. Sijui unanielewa? Kwa hiyo unakuta viongozi wa Simba wanatakiwa wajiangalie na wajidiscuss. Tutolee tu mfano mdogo tu. Hebu angalia mfumo sasa hivi. Tunawazungumzia, yani sina wa kumzungumzia zaidi ya mfano ambao natakiwa tuchukue kwa wenzetu. Angalia Yanga sasa hivi. Kuna kocha wa uwanjani, si ni wa uwanjani. Kuna set pieces. Kuna kocha wa viungo. Kuna kocha wa nini? Yaani kila kitengo kina special mtu ambaye anajua kazi yake vizuri.
Sio mtu mmoja afanye majukumu 6 ya mtu mmoja, no. Kila kitengo kina mtu wake. Hapo ndo narudi kusema kwamba huyu jamaa engineer Hersi, sidhani kama atapata mpinzani kwenye ligi ya Bongo. Bado ataendelea kutuburuza miaka yote tusipokuwa makini, kwa sababu kitu anachokitumia engineer Hersi ni akili ya football ya wenzetu walioendelea. Na ndio engineer Hersi mara kasafiri kenda nje, mara kenda wapi, ile ni mifumo kula anaenda kuichukua, anarudisha kwenye klabu yake ya Yanga. Huyo ndo mtu wa mpira. Sijawahi kusikia mimi Mangungu kasafiri kaenda Ulaya kusomea mpira. Sijawahi. Bado hapa kikosea tu Mangungu atoke. Aje ajifunza hivyo vitu vya mpira. Kajifunza wapi? Kupiga cheza dandana zenyewe 10 sijui kama anaweza. Tunakuja tena tunamuonea, tunampa mzigo ambao baadaye tunamlaumu. Sawa, yeye kaomba nafasi, lakini sisi natakiwa tujue kwamba tunampa nafasi ni mtu sahihi. Natakiwa sisi wenyewe tuangalie tunompa nafasi ni nani atatufikisha wapi. Mfano mdogo tu, kina Mangungu ameingia kwenye uongozi, tumechukua makombe mara ngapi? Ukumbuke. Sasa hapo utasema una kiongozi, bado tumeng'ang'aniana. Yaani tumeng'ang'aniana kwamba tunapeana moyo. Si nia yao kutudidimiza. Watapoteza mashabiki, watahama mashabiki, tunaelekea kupoteza mvuto wa timu, mashabiki kupotea, watu kuhamia timu nyingine kushabikia. Sasa hivi nasikia kuna mashabiki timu Manula wako Azam. Umenielewa hapo? Kuna wachezaji sasa hivi Simba tukiwahitaji wanakataa. Mimi siwezi kwenda kucheza Simba. Mchezaji anasema siwezi kwenda kucheza Simba. Japo siwezi kuwataja wachezaji waliokataa. Mimi kuna wachezaji kibao washikaji zangu wanagoma, siwezi kwenda Simba kwa sababu kuna 1 2 3. Uongozi hauko sawa. Wanatakiwa waelewe viongozi kwamba sisi nini tunahitaji na wapi tunataka kufika. Mtakuja kumsema bure, wanaanza kumsema si Mchome anaongea hiki, si nani yule mwingine anaongea hiki, lakini end of the day ni watu wanaongea na kupambania timu yao. Mnaanza kuwakamata, si mnafanya hivi, mnaletea tabu, wanaongea timu yao, wana uchungu. Na ndio maana mimi nauzungumzaga fact. Mimi sikwepeshi. Kimepinda na pindisha. Kimenyooka tunanyoosha. Mimi sio shabiki ule chawa kwamba sisi nitaogopa sio kupewa 200 300. Mimi sina hizo mambo. Ila mimi naumia na timu yangu. Mimi ni shabiki wa Simba. Naumia. Kwenye kosa nasema kuna kosa. Kwenye sawa nasema kuna sawa. Timu imefanya vizuri nitashangilia. Timu haijafanya vizuri kuna madhaifu. Tuseme yale madhaifu aliyofanya timu yetu tushinde ni haya hapa. Jana Young Africans wamemaliza utambulisho wao wa wachezaji wa ndani, ambapo wamemaliza na mchezaji kutokea pale KMC Eric Mwijage. Tunajua kabisa uwezo wa Eric Mwijage namna ambavyo alivyo. Amekuja ndani ya Young Africans. Ni nini anaenda kukifanya yule ambaye ni winga anatumia mguu wa kushoto? Kwa mchezo wa Eric Mwijage ni kweli mchezaji mzuri, nimemfuatilia sana, lakini kwenye ukweli na uwazi ni mchezaji ambaye anaweza akafanya jambo kwenye klabu ya Yanga, lakini kama akipewa nafasi, kwa sababu hizi timu zetu kubwa nazo mpaka upate kocha ambaye anaweza kukupa nafasi ya kupata nafasi. Kwa hiyo kama Eric Mwijage ataweza kupewa nafasi nzuri, basi anaweza akaonyesha, lakini kama atabaniwa anaweza akashusha kiwango chake. Kwa quality Eric Mwijage hakutakiwa kupanda moja kwa moja Young Africans. Yanga na Simba ni timu kubwa sana, wanashindwa kuelewa. Eric Mwijage angepitia Singida Black Stars, angekuja labda Azam, then apate nafasi ya kucheza Yanga. Lakini kama amepata nafasi ya kufika moja kwa moja, aonyeshe na aseme kwamba nini anahitaji yeye mwenyewe moyoni, akishajizungumzia basi anaweza kupata nafasi na akacheza vizuri, kwa sababu ni bonge moja la mchezaji. The same tulimchukua sisi Aweso. Umeona, hatukumpa nafasi ipasavyo. Tulimpa nafasi sawa, lakini kutokana na ile pressure ya timu iliyotoka na pressure ya timu ambao wamefika ni difa. Kwa ndo kimempelekea mpaka hakuonyesha kile kiwango ambacho tulikuwa wana Simba tunakisubiria. Kwa maana Aweso kwa ni mchezaji mzuri sana, lakini hakuonyesha kile kitu kutokana na pressure ya timu yetu ambayo ni kubwa zaidi. Yanga wao wamelenga sana katika upande wa wachezaji wenye umri kuanzia 25 kushuka chini. Tumeona pia wamemchukua kocha Manhoba Mniti ambaye yeye ni anapenda sana kutumia winga, lakini pia ni mtu ambaye anapenda kwa maana ya kushambulia, lakini anapenda kuibua sana vipaji. Nini kinakwenda kutokea kama hivyo na wasajili vijana wadogo, na tunajua tena ameleta
baadhi ya wakufunzi wazuri katika upande wa kutengeneza mipira iliyokufa? Kocha Mang'oba Ng'iti jina gumu hilo. Ni kocha ambaye mimi nimemfuatilia. Ni kocha like kama unamjua kocha Asek Mimosa yule. Wachezaji wengi ambao kina Yao Kwasi kina umeona ndo style ya Mang'oba Ng'iti. Ni kocha ambaye anaweza kutengeneza watu kutoka chini. Na ndio maana alivyokuja ametengeneza mfumo wa kuchukua kizazi kipya. Anachukua wachezaji ambao bado wana umri mdogo. Kwa hiyo ni kocha ambaye anatengeneza na anatumia anayemtengeneza. Kocha mwenye uwezo wa kumtumia anayemtengeneza. Kwa kusajili wachezaji wenye umri mdogo kwa kocha alichokianzisha yuko sawa sana. Kwa sababu ni kocha pia ambaye anapenda kutumia wachezaji wengi. Katika kitu ambacho hujakijua, huyu kocha anatumia wachezaji wengi sana kwenye msimu mmoja. Kila mchezaji ata play katika nafasi yake na ataonyesha kiwango chake. Kwa sababu anaenda na upepo wa timu kwamba hii timu hii inaweza nikamchezesha fulani na akaperform. Timu hii inaweza nikamchezesha fulani na akaperform. Ndio style ya kocha wa Yanga huyo mpya. Kwa hiyo kusajili wachezaji wadogo mimi kwangu sioni ajabu kwa kocha yule. Ni kocha ambaye anaweza kumchukua mchezaji hata ajui na akajua kupitia yeye. Wale bwana wao Yanga wametangaza kwamba ndani ya saa 24 zijazo wataanza kutangaza silaha zao za vita ambazo ni za kimataifa. Tayari tunasikia Aziz Ki ameshameza nao, ni swala la kutambulishwa tu. Lakini tumesikia kulikuwa kuna upepo wa kwamba Peter Sharulile alitakiwa aende Simba lakini kaichagua Yanga na tayari na yeye kashamezana nao na yupo ndani ya Young Africans. Lakini pia kuna surprise kubwa ambayo itakwenda kutangazwa ndani ya Young Africans. Watu wengi wanajua wanahisi kwamba ni yule mchezaji ambaye alikuwa katika ile aliyomdumani ya anaitwa Gilu Mugisha. Yote wanadhani ni kwamba tayari wameshamalizana na Young Africans. Kama ikitokea wote ambao wanadhaniwa kwenda Young Africans watakuwepo kweli, nadhani Yanga itakuwa namna gani namna unavyoitazama? Kama kweli watachukua wachezaji wote hao akiwemo na huyo Mugisha, watakuwa wametuweza kwa kweli. Watakuwa wanatupa pressure kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa sababu ukija ukimzungumzia Aziz Ki ni mchezaji mzuri ana maamuzi. Ukimzungumzia huyo Mugisha na mchezaji mzuri ana maamuzi. Ukizungumzia na Sharulile sisi ni wale tunahusishwa alafu hatuhusiki. Nakumbuka nilikwambia yani tunahusishwa na kitu alafu hatuhusiki. Nilikueleza kwamba wachezaji wengi wanakataa kusaini Simba kwa sababu wanaona kwamba watachelewa kubeba makombe. Lakini ni vile tu uongozi kwamba hujakaa imara na kusema nini tunakihitaji ili wachezaji waweze kuenjoy pia wanapokuja Simba. Kama wamemchukua Yanga hongera, na kama wana wachezaji wengine watatambulisha wazuri pia niwape nafasi ya kusema hongera kwa sababu ni kazi ya Engineer Hersi. Yanga akitoka Engineer Hersi hamna timu pale. Akitoka Engineer Hersi hamna timu. Yule jamani ana quality ya kuweza kufanya vitu ambavyo vinaweza kufanyaje kukaa sawa. Lakini unakuja kumzungumzia mtu ambaye amecheza mpira na anaujua mpira na anajua mchezaji akikosea ni wapi kwa kurekebishwa. For example tuje kwa wachezaji ambao Yanga hapo walikuwa wanakosea lakini wakatengenezwa kisaikolojia, leo amesimama kwa nafasi. Nije tu mfano wa juzi hapa Mwamnyeto alikosea lakini huyo hapo sasa hivi amerudi kwenye form. Djigui Diarra alikosea, aliongea vibaya na mashabiki, alisusia mechi lakini huyo amewekwa vizuri huko kwenye form. Njoo Simba. Manula mechi moja tukaharibu. Hajapangwa tena. Huyo Azam hata timu ya taifa alikuwa aendi. Sasa hivi kwa Azam Tanzania wani timu ya taifa. Umeona? Kwa ni namna ya uongozi unavyoongoza. Unajua sifa ya kiongozi, natakiwa ujue nini unaongoza. Unamuongoza mtu usijione wewe una akili. Yaani ukishamuongoza mtu usije ukajiona kwa sababu ni kiongozi una akili. Kumbuka na unemuongoza na yeye ana akili. Kwa pale mnaongozana kwenye akili. Tena anaweza unemuongoza ana akili kuliko wewe. Umeona? Ndio shida ya kumuongoza mtu mwenye akili. Kwa hiyo unatakiwa utumie technique, usitumie akili. Akili kwenye uongozi haiwezi kufanya kazi. Kuna utu, technique na mifumo. Ukiweka akili unapotea.